Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Khamis Muhammad Lienike, ni katibu mtendaji wa Hay'atul Ulama, umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hay'atul Ulama. Lakini pia ndio mratibu wa programu hii ambayo tunaifanya kwa kushirikiana na WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Lengo ya ratiba semina hii au mafunzo haya ni kuwajengea uwezo viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini katika maeneo makuu matatu. Kwanza, eneo la utawala bora wa kitaasisi, lakini pia uendeshaji wenyewe wa taasisi na uongozi, lakini pia vile vile masuala ya digitali. Kama unavyojua sasa hivi dunia imehama kutoka katika mfumo analogi kwenda katika digital. Ukiangalia kwenye taasisi, ukiziangalia taasisi za RITA, mifumo yake sasa hivi huduma zake ni za kidigito. Ukienda Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo haya ni maeneo tumeona ni vizuri tupate mafunzo ya kutosha ili tuweze kwenda katika dunia na katika mazingira yaliyopo. Kwa hiyo semina hii itakuwa ni ya siku 2. Mafunzo haya yataanza leo na inshallah yataisha kesho, na walengo wa mafunzo kama nilivyosema ni viongozi wa taasisi, na hivi sasa taasisi ambazo zimepata bahati ya kushiriki ni 20 ambazo zimeshiriki katika mafunzo haya kutoka mikoa mbalimbali. Zipo ambazo zimetoka Mwanza, zimetoka Tanga, zipo ambazo zimetoka Mtwara, zipo ambazo zimetoka Morogoro, Dar es Salaam, maeneo mbalimbali, Iringa. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa pamoja na tutatumia muda huu kwa ajili ya kupata hayo mafunzo, na wataalamu wetu ni watatu ambao wataalamu kutoka Yemen na pia kutoka Saudia ambao wakiongozwa na Dr. Ahmad Yahya Az-Zahrani ili kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanikiwa. Wito kwa viongozi wa taasisi na kwa taasisi kwa ujumla, tunahitaji kubadilika. Tunahitaji kubadilika kwa sababu dunia nayo imeshabadilika, na tunahitaji uwazi katika utendaji wetu na uwajibikaji wa dhati ili kuweza kuisaidia jamii, lakini pia kuisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba inafikia katika malengo yake hasa dira ya 2025 na 50. Tunaamini kwa kufanya hivyo taasisi zitafanya vizuri, zitaongeza uzalishaji, zitaongeza kutoa huduma, uwazi na uwajibikaji, hatimaye jamii itafaidika. Na ikifaidika jamii pia itakuwa tumeisaidia serikali katika kuhudumia jamii. Asanteni sana.